kisha kumiminwa. Pendo la miminwa katika mioyo yetu, na Roho Takatifu tulopewa sisi. Haleluya. Na Roho Takatifu tulopewa sisi. Haleluya. Tushirikishane tone la upendo. Ndugu wapendwa, karibuni siku neno la Mungu na tafakari ya Jumapili ya Pentekoste ya mwaka A wa Kanisa. Leo ni sherehe ya kuzaliwa kwa Kanisa. Katika Jumapili ya leo tuombe neema ya kumpokea Roho Mtakatifu ili atutakase, atuangaze, atuimarishe, atufundishe na atutie nguvu daima katika maisha yetu. Somo letu la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 aya ya 1 hadi ya 11. Ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Kukaja ghafula toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, akaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Na walikuwako Yerusalemu Wayahudi wakikaa, watu watauwa, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Basi sauti hii iliposikiwa, makutano walikutanika, wakashikwa na fadhaa, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Wakashangaa wote, wakastaajabu, wakiambiana, tazama, hawa wote wasemao si wa Galilaya? Imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliozaliwa nayo? Waparthi na Wamedi na Waelami nao wakaao Mesopotamia, Uyahudi na Kapadokia, Ponto na Asia, Frigia na Pamfilia, Misri na pande za Libya karibu na Kirene, na wageni watokao Rumi, Wayahudi na waongofu, Wakrete na Waarabu, tunawasikia hawa wakisema kwa lugha zetu matendo makuu ya Mungu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Waipeleka Roho yako e Bwana, nawe waufanya upya uso wa dunia. Haleluya. Nawe waufanya upya uso wa dunia. Haleluya. Njoo Roho Mtakatifu, uijaze nyoyo ya waamini na uwashe ndani yao upendo wako. Waipeleka Roho yako e Bwana, nawe waufanya upya uso wa dunia. Haleluya. Nawe waufanya upya uso wa dunia. Haleluya.
waipeleka roho yako e Bwana, nawe waufanya upya uso wa dunia. Haleluya, nawe waufanya upya uso wa dunia. Haleluya. Na somo letu la pili ni waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 12 aya ya 3b hadi ya 7 na aya ya 12 hadi ya 13. Huwezi mtu kusema Yesu ni Bwana isipokuwa katika Roho Mtakatifu. Basi pana tofauti za karama, bali Roho ni yeye yule. Tena pana tofauti za huduma, na Bwana ni yeye yule. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Maana kama vile mwili ni mmoja, nao una viungo vingi, na viungo vyote vya mwili ule navyo ni vingi, ni mwili mmoja. Vivyo hivyo na Kristo. Kwa maana katika Roho mmoja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja, kwamba tu Wayahudi au kwamba tu Wayunani, ikiwa tu watumwa au ikiwa tu huru, nasi sote tulinyweshwa Roho mmoja. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Na somo letu la Injili inatoka katika Injili ya Yohane. Tusikilize somo la Injili. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Somo katika Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Utukufu kwako e Bwana. Yohane sura ya 20 aya 19 hadi ya 23. Ikawa jioni siku ile ya kwanza ya juma, pale walipokuwapo wanafunzi, milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi. Akaja Yesu akasimama katikati akawaambia, amani iwe kwenu. Naye akiisha kusema hayo, akawaonyesha mikono yake na ubavu wake. Basi wale wanafunzi wakafurahi walipomwona Bwana. Basi Yesu akawaambia tena, amani iwe kwenu. Kama Baba alivyonituma mimi nami nawapeleka ninyi. Naye akiisha kusema hayo, akawavuvia akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Wowote mtakaoondolea dhambi wameondolewa, na wote mtakaofungia dhambi wamefungiwa. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Ndugu wapendwa, somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume linaelezea jinsi mitume na wafuasi wa Yesu, jumla ya watu 120, jinsi walivyompokea Roho Mtakatifu. Somo linaelezea ishara zilizoambatana na kumpokea Roho Mtakatifu, ndimi zilizowakalia juu yao na kunena kwa lugha. Pia somo linaelezea muujiza mkubwa uliotendeka kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kuwaunganisha watu wa makabila mbalimbali na kuelewana kwa lugha za makabila yao. Petro alihubiri kwa lugha yake, watu wakaelewa kwa lugha za makabila yao. Ndugu wapendwa, na katika somo la Injili tumesikia Yesu Kristo anajidhihirisha kwa wanafunzi wake. Kwanza kabisa anawatakia amani, kwani hawakuwa na amani baada ya kifo cha Yesu. Pili, aliwatuma wanafunzi wake kwenda kuhubiri habari njema akiwaambia, kama Baba alivyonituma mimi nami nawapeleka ninyi. Injili ya Yohane sura ya 20 aya 21b. Tatu, akawavuvia Roho Mtakatifu, kwani alijua katika utume wao wanamhitaji Roho Mtakatifu ili awatakase, awaimarishe, kuwafundisha, kuwakumbusha na kuwaongoza katika utume wao. 4, Yesu alisimika rasmi sakramenti ya kitubio akiwaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Wote mtakaoondolea dhambi wameondolewa, na wote mtakaofungia dhambi wamefungiwa. Injili ya Yohane sura ya 20 aya 23. Ndugu wapendwa, katika somo la pili Mtume Paulo anatangaza kazi 4 za Roho Mtakatifu. Kwanza, Roho Mtakatifu anatusaidia kumkiri Yesu Kristo kuwa ni Bwana wetu. Pili, Roho Mtakatifu ni mgawaji wa vipaji. Tatu, Roho Mtakatifu anawezesha huduma mbalimbali. 4, Roho Mtakatifu anawatendesha watu kazi mbalimbali kusudi watu wafaidiane kama viungo vya mwili. Hiyo ndugu wapendwa, kupitia sherehe ya Pentekoste na masomo yetu ya leo, tunayo mambo mengi ya kujifunza, lakini tutafakari mafundisho matatu. Fundisho la kwanza, chimbuko la sherehe ya Pentekoste kuanzia Agano la Kale hadi Agano Jipya. Fundisho la pili, kazi za Roho Mtakatifu, na fundisho la tatu ni matokeo ya kumpokea Roho Mtakatifu.
Ndugu wapendwa, fundisho la kwanza tunaloanza kulitafakari ni chimbuko la sherehe ya Pentekoste kuanzia Agano la Kale hadi Agano Jipya. Sherehe ya Pentekoste ina chimbuko lake katika Agano la Kale kutoka kwa Wayahudi hata kabla ya kuja Kristo. Wayahudi waliadhimisha sherehe ya Pentekoste siku ya 50 baada ya Pasaka ya Kiyahudi na waliamriwa hivyo na Mungu mwenyewe. Mambo ya Walawi sura ya 23 aya 9 hadi ya 22. Kwa Wayahudi sherehe ya Pentekoste ilikuwa ni ukumbusho wa ile siku Mungu alipompatia Musa Torati mlimani Sinai, Torati iliyopaswa kuwatakasa na kuwaongoza kuwa taifa teule la Mungu. Na wao wakaashiria kwa kutolea mazao yao ya kwanza. Katika Agano la Kale, katika sherehe za Pentekoste, amri za Mungu ziliwatakasa, ziliwaongoza na kuwa taifa teule la Mungu. Ndugu wapendwa, wa Pentekoste tunayoisherehekea katika Agano Jipya ni utamadunisho wa Pentekoste ya Kiyahudi. Wayahudi walisherehekea Pentekoste siku ya 50 baada ya Pasaka ya Kiyahudi. Pia katika Agano Jipya Pentekoste tunasherehekea siku ya 50 baada ya Pasaka, yaani baada ya ufufuko wa Bwana. Kwani siku ya 50 baada ya ufufuko wa Bwana, Roho Mtakatifu aliwashukia mitume na wafuasi wa Yesu. Hivyo katika Agano Jipya Pentekoste ni mwendelezo wa Pentekoste ya Agano la Kale. Isipokuwa katika Agano la Kale walikumbuka siku ile Mungu alipompatia Musa Torati mlimani Sinai. Torati iliwatakasa na kuwaongoza na kuwafanya kuwa taifa teule la Mungu. Katika Agano Jipya tunakumbuka siku ile Roho Mtakatifu alivyowashukia mitume na kuwaimarisha kwa mapaji 7. Roho Mtakatifu alilishukia kanisa siku ya sherehe ya Pentekoste ya Kiyahudi na kuliunda taifa jipya la Mungu lenye watu kutoka katika kila kabila, lugha, rangi na taifa, likiunganishwa na imani moja katika Kristo. Ndugu wapendwa, fundisho la pili tunalotafakari ni kazi za Roho Mtakatifu. Zipo kazi nyingi za Roho Mtakatifu, lakini tutazitafakari kazi 7. Ndugu wapendwa, kazi ya kwanza ya Roho Mtakatifu ni mgawaji wa vipaji. Somo la kwanza na la pili yanaelezea kazi hiyo. Roho Mtakatifu alipowashukia mitume aliwagawia mapaji 7. Ndio maana waliimarika katika kumshuhudia Kristo, hasa katika magumu. Mitume walitumia vizuri vipaji vyao, ndio maana viliwastahilisha kufika mbinguni. Vipaji hivyo walipewa bure, walivitumia bure. Vipaji walivyopewa viliwapatia baraka. Ndugu wapendwa, nasi kwa sakramenti ya kipaimara ulipokea mapaji 7, na hiyo vipaji hivyo ulivyovipokea sio kwa ajili yako, bali ni kwa ajili ya wengine. Kila mmoja anapaswa kujiuliza, je, tunavitumiaje vipaji hivyo? Je, tunavitumia kwa upendo? Je, tunavitumia bure kama tulivyopewa bure? Je, kipaji ulichonacho, je, kinakufanya ujivune na ujione bora zaidi kuliko wengine? Ndugu wapendwa, tukivitumia vizuri vipaji hivyo vitatupatia baraka na sio laana. Tukivitumia vizuri vitatustahilisha kufika mbinguni, ila tukivitumia vibaya vitatupeleka motoni. Ndugu wapendwa, kazi ya pili ya Roho Mtakatifu ni mtakasaji na mponyaji. Roho Mtakatifu ni mtakasaji na mponyaji katika sakramenti ya ubatizo, kitubio na mpako mtakatifu wa wagonjwa. Katika somo la Injili tumesikia Yesu anayesimika rasmi sakramenti ya kitubio akiwaambia mitume wake, pokeeni Roho Mtakatifu, wote mtakaoondolea dhambi wameondolewa, na wote mtakaowafungia dhambi wamefungiwa. Hivi Yesu Kristo aliwauvia mitume wake Roho Mtakatifu, kwani ndiye anayefanya kazi ya kutakasa na kuponya katika sakramenti ya ubatizo, kitubio na mpako mtakatifu wa wagonjwa. Hivyo mtu anapoungama unatakaswa dhambi zako na kuponywa na Roho Mtakatifu, kwani dhambi husababisha majeraha kwa mtendaji na kumkosesha furaha na amani. Ndio maana mtu anapotoka katika sakramenti ya kitubio anakuwa na furaha na amani, kwa sababu ametakaswa na kuponywa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Ndugu wapendwa, kazi ya tatu ya Roho Mtakatifu ni kutusaidia katika sala. Waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura 8:26, Paulo anatuambia, lakini Roho anatusaidia udhaifu wetu, hatujui jinsi inavyobidi kuomba. Roho anatuombea sisi kwa maombi yasiyosemeka. Ndugu wapendwa, Roho Mtakatifu ana mchango mkubwa sana katika sala zetu, kwani daima anatuombea kwa Baba. Hivyo daima tusalipo tumwalike Roho Mtakatifu. Usitegemee juhudi zako binafsi katika sala pasipo kumwalika Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anazipeleka sala zetu kwa Mungu. Roho Mtakatifu anatupatia maneno ya kuongea na Mungu. Roho Mtakatifu anatuzidishia hamu ya kuongea na Mungu.
Roho Mtakatifu anatukumbusha makosa ili tutubu. Roho Mtakatifu anatukumbusha mema aliyotutendea Mungu ili tumshukuru. Hivyo daima tusiache kumwalika Roho Mtakatifu katika sala zetu. Ndugu wapendwa, kazi ya 4 ya Roho Mtakatifu ni kutufariji. Daima Roho Mtakatifu anatufariji pale tunapopitia magumu. Daima tuikimbilie faraja ya kweli katika Roho Mtakatifu. Tunapopitia nyakati ngumu, tuache kuitafuta faraja katika watu, vitu. Tuache kuitafuta faraja kwa waganga wa kienyeji. Mitume walipopitia nyakati ngumu, walitafuta faraja yao kwa Roho Mtakatifu. Kila mmoja anapaswa kujiuliza, je, unapopitia nyakati ngumu, je, unakimbilia wapi ili kuitafuta faraja yako? Ndugu wapendwa, kama Roho Mtakatifu anavyotufariji sisi nasi tunapaswa kuwafariji watu wengine, na tutaweza kuwafariji wengine kama tumemruhusu Roho Mtakatifu akae ndani yetu. Ndugu wapendwa, kazi ya 5 ya Roho Mtakatifu ni mshauri. Daima Roho Mtakatifu anatushauri katika mioyo yetu ili tutende yaliyo mema. Roho Mtakatifu katika kutushauri daima anatuwekea msukumo ndani ya mioyo yetu. Kama ni jambo jema, Roho Mtakatifu anakuwekea msukumo wa kulifanya hilo jambo. Kama ni jambo ovu, Roho Mtakatifu anatukataza kupitia dhamiri zetu. Ndio maana kabla ya kutenda jambo ovu, utasikia dhamiri yako inakataa. Hapo ni Roho Mtakatifu anaukataza. Lakini mara nyingi tunaipuzia hii sauti ya Roho Mtakatifu. Tunapuuzia ushauri wa Roho Mtakatifu na tunakubali ushauri wa yule muovu. Ndugu wapendwa, kazi ya 6 ya Roho Mtakatifu ni kutia moyo. Daima Roho Mtakatifu anatutia moyo katika magumu ili tusikate tamaa. Roho Mtakatifu ndiye aliyewatia moyo mitume wa Yesu ili wasikate tamaa katika kumshuhudia Kristo. Na kweli hawakukata tamaa licha ya changamoto nyingi walizokutana nazo katika kumshuhudia Kristo. Kukata tamaa katika maisha ni kumkufuru Roho Mtakatifu. Na dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu haisamehewi. Kila mmoja anapaswa kujiuliza, ni mara ngapi umemkufuru Roho Mtakatifu kwa kukata tamaa? Katika maisha unapokumbana na changamoto fulani, mwalike na kumshirikisha Roho Mtakatifu ili akutie moyo usikate tamaa. Ndugu wapendwa, kazi ya 7 ya Roho Mtakatifu ni kutuunganisha. Katika somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, Roho Mtakatifu aliwaunganisha watu kutoka makabila mbalimbali. Siku ya Pentekoste, siku hiyo kulikuwa na mkusanyiko wa watu kutoka katika makabila mbalimbali tofauti tofauti. Kila kabila lilikuwa na lugha yake. Hivyo kulikuwa na haja kubwa ya lugha ya kuwaunganisha pamoja. Kwa nguvu ya Roho Mtakatifu muujiza ulifanyika, kwani Petro alihubiri kwa lugha yake na watu wa makabila mengine waliokuwepo pale walielewa kwa lugha zao za kimakabila. Hivyo Roho Mtakatifu daima anatuunganisha ili tuwe na umoja. Palipo na mafarakano na matengano, Roho Mtakatifu daima anafanya kazi ya kutuunganisha. Mtu ambaye amegombana na ndugu yake na hataki kupatana naye, huko ni kumkataa Roho Mtakatifu. Na dhambi ya kumkataa Roho Mtakatifu haisamehewi. Daima sisi nasi tuliompokea Roho Mtakatifu katika sakramenti ya kipaimara tunapaswa kuwa waunganishi kwa watu waliogombana na kufarakana ili wawe na umoja, kwani Mungu anataka tuwe na umoja kama wao walivyo na umoja. Ndugu wapendwa, fundisho la 3 tunalotafakari ni matokeo ya kumpokea Roho Mtakatifu. Ndugu wapendwa, mitume kabla ya kumpokea Roho Mtakatifu walikuwa dhaifu sana kiroho, walikuwa waoga, waliogopa mateso. Ndio maana wakati wa mateso ya Yesu walimkimbia kwa sababu waliogopa mateso. Hata baada ya kifo cha Yesu waliogopa kutoka, walijifungia ndani, walikosa furaha na amani. Ndio maana Yesu alijidhihirisha kwao mara nyingi na kuwapatia amani kama tulivyosikia katika somo la Injili. Lakini baada ya Pentekoste, baada ya kumpokea Roho Mtakatifu, mitume wote walikuwa jasiri kiroho, hawakuogopa mateso tena, hawakubaki wamejifungia tena. Daima walimshuhudia Kristo hata katika nyakati zilizokuwa ngumu, na wote wakafa kifodini isipokuwa Yohane. Yote hiyo ni kwa sababu walimpokea Roho Mtakatifu, naye Roho Mtakatifu aliwatia nguvu za kumshuhudia Kristo. Ndugu wapendwa, nasi katika sakramenti ya ubatizo na kipaimara tulimpokea Roho Mtakatifu, na katika sherehe za Pentekoste tunampokea Roho Mtakatifu. Tujiulize, je, tumekuwa imara katika kumshuhudia Kristo hasa katika nyakati ngumu? Je, tumeimarika kiroho? Je, tunafurahi? Je, tuna furaha na amani katika mioyo yetu, katika familia zetu? Kama hatuna furaha na amani katika mioyo na familia zetu, tujue ya kuwa tumeshamfukuza Roho Mtakatifu tuliyompokea.
Kama nyakati ngumu tunashindwa kumshuhudia Kristo, tujue ya kuwa tumeshamfukuza Roho Mtakatifu katika mioyo yetu. Kama hatupo tayari kuteseka kwa ajili ya Mungu na watu wengine, tutambue ya kuwa tumeshamfukuza Roho Mtakatifu anayetupatia nguvu ya kuvumilia. Kama hatuna huruma na upendo kwa wengine, tutambue ya kuwa tumeshamfukuza Roho Mtakatifu. Kama umekata tamaa, tambua umeshamfukuza Roho Mtakatifu anayetusaidia tusikate tamaa. Mitume baada ya kumpokea Roho Mtakatifu hawakumfukuza katika mioyo yao. Ndio maana baada ya kumpokea Roho Mtakatifu daima walikuwa na ujasiri wa kutosha katika kumshuhudia Kristo. Walikubali kufungwa, kuteseka na hata kuuawa kuliko kuacha kumshuhudia Kristo. Hivyo ndugu zangu, tunaposherehekea sherehe za Pentekoste, tuombe neema ya kumpokea Roho Mtakatifu kama mitume, ili Roho Mtakatifu daima atutakase, atuangaze, atuimarishe, atufundishe, atufariji, atuponye na kututia nguvu katika kumshuhudia Mungu. Itukuzwe damu ya Kristo milele. Amina. Aliyoletea tafakari ya leo ni mimi Padre Mathias Kunyanja wa shirika la damu azizi ya Yesu.